away from me, Father, and settle my concerns this morning. Let's all lift up our hands to Jesus. As the Lord has brought you to this last Sunday in this month of December and the last Sunday in the year 2018, may this same God take you across this year to 2019 in the name of Jesus. Amen. The same God that has preserved you from January 1st up till now, may this same God take you across this year to the next year in the mighty name of Jesus. Amen. Father, we thank you and we bless you. Every expectation that we have in our lives that is not yet met, I declare that, Father, in the next few hours, let someone rejoice together with us. In the next few hours, let someone rejoice together with us in the name of Jesus. That someone is you in the name of Jesus. I said that someone is you in Jesus' name. Whatever expectation you had that has not yet been settled, I declare today, it is hereby being settled in the name of Jesus Christ. In the next few hours that are remaining for the year to elapse, may the Lord visit you. I said, may the Lord visit you. I said, may the Lord visit you. In the name of Jesus Christ. Let's appreciate the Lord. Put your hands together for Jesus. To begin to my coffee, praise the Lord. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man separate us all. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. Let's go to Jesus. Someone celebrate Jesus. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man separate us all. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man put us under. One and all join together, let no man separate. One and all join together, let no man separate. One and all join together, let no man separate. One and all join together, let no man separate. One and all join together, let no man. One join together, let no man. One join together, let no man put us under. One join together, let no man separate. One join together, let no man put us under. One join together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man separate us all. When the Lord has joined together, let no man. When the Lord has joined together, let no man separate us all. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man separate us all. When the Lord has joined together, let no man separate us all. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man separate us all. When the Lord has joined together, let no man separate us all. When the Lord has joined together, let no man separate us all. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man separate us all. When the Lord has joined together, let no man. Let no man separate us. Put together. Let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man separate us. When the Lord has joined together, let no man separate us. When the Lord has put together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together,
Let's no man put us under to. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man put us under. When the Lord has joined together, let no man. So shall it be in the name of Jesus. Whatever the Lord has joined together, no man shall put asunder in the name of Jesus. I prophesy this morning, every human being hovering around your marriage, may the Lord command them to dry up in the name of Jesus. I say, may the Lord clear them in the name of Jesus. I say, may the Lord clear them in Jesus' name. Please turn to your neighbor and with a smile on your face, tell your neighbor, my neighbor, nobody shall separate you from the love of your life. Tell two more people, nobody shall separate you from the love of your life. Hakuna mtu atakutenganisha na pendo ya moyo wako. Maana ni Mungu amewaweka pamoja. Excitedly you may resume your seats in the presence of God. The Lord says, we just read from Mark chapter 10 and verse number 7. For this cause shall a man leave his father and his mother, and he shall cling to his wife. Verse number 8. And they twain shall be one flesh. So then they are no more twain, but one flesh. Tell your neighbor, I am two in one. Don't see me and think I am alone. I have swallowed someone within me. Verse number 5. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. I declare this morning, no woman shall separate your husband from. The way you are saying amen is as if you have given up. You are saying, huyu alishaenda pasta, alioa mke wa pili na watatu, sasa atarudi namna gani? I say, God says, whatever the Lord has put together, no man shall put asunder in the name of Jesus. And some men are just looking at me. Even if your wife got married somewhere else and she has children there, the Lord says, whatever he has put together, no man shall put asunder. She will come back home in Jesus' name. You are many come on and say, my pastor, we are ending. But I prophesy today, may the Lord's will be done over your life in the name of Jesus. Merry Christmas. Wangapi walifurahia Christmas? Nimeona hata nyuso zimebadilika, sura zimebadilika. Naona hata mavazi pia imebadilika. Meaning everything is changing in your life. Only that you didn't remember to welcome pastor for soup. Ya kuku ulikula kuku peke yako. But I want to appreciate you all who sent me a text message ahead of time and say, Pastor, Merry Christmas. Wapendwa ni wachache, si wote. Neza hesabu nikasema alikuwa huyu na ule ndio alinitumia message wakasema, Pastor, Merry Christmas before time. You know why I sent mine later? I wanted to see who will send me first. But I realized very few sent. So I decided later on to send mine. At least nione ni nani ana katika mawazo yake anakaa kufikiria pastor wangu lazima akuwe na Christmas njema. Very few say Pastor, Merry Christmas. Hata after nimetuma message kwa huku jibu. Ndio ujue hiyo Christmas ilikuwa ni yako. Things that hurt our marriages. Yaani vile tumeketi hivi, we all have issues ambazo zinaangamiza ndoa zetu. Issues ambazo zinatusumbua katika ndoa zetu na katika jamii zetu. I don't want to preach, I've preached a lot. I just want to talk to someone. I want to give someone proper counsel that shall help you overcome a few things in your marriage so that you may have a peaceful home. A home full of peace, a home full of joy, a home full of celebration. Marriage is a sacred bond and no one is supposed to take it lightly. Yaani ndoa ni kitu ambacho ni cha kiungu na kimeunganika kwa Mungu na hakuna mtu yeyote ambaye anafaa kuchukulia ndoa kimzaha. So if you are here and you are married, please take
take your marriage seriously. Because whether you are born again or not, the Bible says, for this reason, a man shall leave his father and his mother. Please speak a little bit. Yes. Biblia haisemi ya kwamba kwa yule ambaye ameokoka ataunganika na mkewe na atakuwa kitu kimoja. The Bible says, for this reason, which reason? After God had given Adam all he needed, he brought a wife. Or he says, for this reason, a man shall leave his father and his mother. For the reason of a man, not a boy, a man, shall leave his father and his mother. And he shall cling to his wife, and the two shall be one. Mark the scripture well. Hakuna mahali imesema na kila mwanaume ambaye ameokoka. It doesn't say na kila mwanaume ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. So whether you are born again or not, you are in church or not, you are a Christian or a heathen, marriage is sacred. Na ndoa inatokana kwa Mungu kwa wote waliookoka na wasiookoka. So once you enter it, please don't take it lightly. Be it you are born again or not, marriage is not something you play around with. Once you have entered into marriage, take it seriously because it is a command from the Lord. May the Lord help us to connect well in our marriages in the name of Jesus. Amen. Genesis chapter 2 verse number 24. I'll just read through the scriptures very fast. If you're writing, you can write Genesis chapter 2 verse number 24. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Verse number 4. Matthew chapter number 19 verse number 4. Genesis 2:24 says, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. So ukishaolewa ama ukishaoa, you become one flesh with your spouse. You are no longer two people, but you are joined together to become one. So wale mnapiganga bibi zenu mnajipiga wenyewe. Mungu awasaidie mkono kwa fupi katika jina la Yesu. Amen. Matthew chapter 19 verse number 4. Jesus answered, have you not read that from the beginning the Creator made them male and female? The Creator made them male and female. I have a problem with every kind of same-sex marriage because God did not make that man and man be married. But he says, Bible says, have you not read that from the beginning the Creator made them male and female? Verse number 5. And say, for this reason, man will leave his father and mother and be united to his wife, male and female. Man will leave his father and his mother and be united to his wife, who is female. And the two will become one flesh. No man can become one flesh with a fellow man. It's not possible. It is madness. Yani ni wenda wazimu fulani. It is not possible. Verse number 6. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. What the Lord has put together, let no man separate. Wakati Mungu amekuweka pamoja na mmeo ama na mke wako, hakuna mtu yeyote ambaye anafaa kuingilia kati akaweze kutenganisha ninyi ambao mmeingia katika hiyo ndoa. Be it your father, be it your mother. Don't allow your father to advise you to leave that marriage based on the things and the knowledge that he has. Don't allow them. Because God has brought you two together to become one. So the two of you are one. Don't take any advice from anyone who advises you to part or to quit your marriage for whatsoever reason. Stay in that marriage. Tell your neighbor, stay in the marriage that you are in now. Don't allow anyone to separate you or put you asunder. It is not God's plan. Because He's the one who joined you together. He intends that you stay together as husband and wife. So maybe you are here and you've been thinking of you should change your mind as I'm talking now. Change your mind. And know God has brought you together and no man shall put you asunder. Ephesians chapter number 5 verse number 30 and verse number 31. Ephesians chapter 5 verse number 30 and verse number 31.
For we are members of his body, verse number 31. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So it's the same thing. Ephesians 5, verse number 30 and 31. Lastly, Mark chapter 10, verse number 7. For this cause, ama kwa hii sababu, a man leaves his father, mwanaume anaacha baba yake na mama yake, na anaunganika kwa mkewe, na hao wawili wanakuwa mwili mmoja. So then, they are no more twain. Kwa hivyo basi, hawako wawili tena, ingawa wanaonekana kuwa wawili, lakini hawako wawili tena. Wacha nitumie Kiswahili sanifu. Ijapokuwa wanaonekana kuwa wawili, hawako wawili tena, bali hao wawili ni mwili mmoja. Verse number 9. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. So as the Lord has brought you together as a husband and a wife, do not allow anybody to separate the two of you. Kwa sababu ni makusudi ya Mungu mkaweze kuketi na kuishi pamoja katika hiyo ndoa. Number one things that hurt our marriages, not facing up to mistakes. Failure to facing up to mistakes italeta udhaifu na unyonge katika ndoa zetu. I want to take my good time to explain to you. Ephesians chapter 4 verse number 26. Ephesians chapter 4 verse number 26. The Bible says, katika hasira yako usitende dhambi. Do not let the sun go down while you are still angry. Usiruhusu jua litue kama bado una hasira. So one thing that brings up issues in our marriages and our families is because we fail to face up and settle those mistakes and those challenges. As a husband, ukiona mke wako anafanya kitu ambacho hakikufurahishi, you don't just keep quiet. You call her and tell her, sijapenda hiki kitu. So next time, let us not have issues over this particular thing. When I see anything that I don't like in my wife, I just call her and tell her, baby, come. She comes and tell her, hii kitu sitaki kuiona siku ingine. I'm not a dictator. She will tell you she has the best man in her life because she has all the freedom. But whenever I see anything I don't like in her, I call her and tell her, hii mimi sipendi. We settle it at that point and we are done. Life goes on. The problem is that you say something bad and wrong, then you keep quiet. Unaiweka ndani ya roho yako. Alisimwambii, mwenda akibadilika, sawa. Asipobadilika, nitamuombea. Ndugu, usimuombee kama unafaa kumwambia, kwa sababu maombi haitamwambia. Kila unafaa kumwambia, mwambie, hii mimi sijapendelea. Sitaki kuona nguo zikirundikana kwa kona. I don't like it. Mimi sitaki nikiona mzigo hapo kwa kona. Just talk to her, tell her I don't like it. When I enter my bedroom, nataka kuona nyumba ikikuwa na space. Sitaki kuona nyumba imejaa kila mahali, huku kwa kona pampers, huku socks, huku manguo chafu, huku viatu. Put things in order. Panga viatu, weka hapa. Panga nguo, weka kwa kamba. Na usiseme hivyo na unajua kwamba hujaweka kamba, weka kamba kwanza ndiko kwa nyumba. Kama ni box, weka box, weka nguo chafu. Bana kwanza tukelele kwa nyumba na wewe mwenyewe haujafanya chochote, you have not given direction. Tell her I don't like to see this in my bedroom. Don't just enter the house, unaanza kelele and you have not given instructions. So failure to facing up to our mistakes is what brings up problems in our marriages. Don't allow mistakes to become a problem. Because if one mistake happens, it makes us a mistake. If another one happens, inakuwa mbili. Another one happens, inakuwa tatu, ine, tano. 5 mistakes will become a problem. They will graduate. Kutoka kwa makosa ndogo ndogo, kukua sasa ni tatizo kubwa sana katika nyumba yako. Every time you see anything you don't like as a lady in the life of the man ambaye umeoleka kwake, mwambie sweetheart ama honey ama darling. Unajua kuna watu hapo wanaitaka ati baba Njoki, ati unaona? Unaitanga ati bibi yako.
Batini wewe unauliza, nataka aje bibi yako? Mke wako anamuita aje? Mama Alpha, that should change. Because before Alpha came, she was someone to you. What was she? Before Alpha came, your wife was someone to you. What was she? Why are you changing her into something else? Abaki vile alikuwa. I don't call my wife by the name of my child. It is like degrading her. Ni kama kumshusha na kumweka chini kwa kiwango cha watoto wako. Hivyo ndivyo unafanyanga, unachukua mke wako, unamweka pamoja na mtoto, unawakalisha chini, unakulia kwa meza. Don't refer to your wife as mama nani. Pamper your wife. Call her a good name. Hizi ni shida ambazo nyinyi wenyewe mnajiletea. If you don't see something good in your if you see something bad in your husband, discuss mwambie sweetheart. You know the way you call him appeases his spirit. Na anatulia. Shida ni wakati umeona tatizo ndani ya mume wako na badala ya kumuita jina nzuri unamuita kwa jina ya ukoo yao. Adiwe jago. Adiwe mluya. It does not, in fact, it provokes him. Anahisi ni kama he has no value. Adnaronja. Please, call your wife a good name, call your husband a good name. Mambo ya kuita tu majina hizo msituni. Wachia babu yako. Wewe umesoma, hali imebadilika, vitu zinabadilika. Treat your wife well, treat your husband well. I was saying if you see anything that you don't like in your husband, muite tu kwa jina nzuri, sweetheart. I wish to nataka nikuongeleshe kidogo. Wale mnaongea Kiingereza, sema sweetheart, I wish to talk to you. Wale mnaongea Kiswahili, mwambie darling, mwambie honey. Naomba nikuongeleshe kidogo. Akishafika mwambie sipendi ukitoa socks unaweka kwa meza ndani ya glass. Sweetheart, hiyo tafadhali next time ukitoa socks peleka pale kwa kona ya manguo. He will change. Wewe unaingia tu kwa nyumba, mwanaume tu mzima na socks kila mahali kwa meza, ndio sababu hawezi badilika. Anaendelea kukuumiza. He wants to see you feel bad. Because you're making him feel bad. So he wants to make sure you also feel bad. Ni kulipizana tu mnalipizana. Anakula ugali, anamaliza, anaweka sahani chini ya meza. Anataka uchukizwe. Ukasirike. Wewe unapata chini sahani chini ya meza, ati mwanaume tu sasa anashindwa. Ukiishi peke yako vyombo zilikuwa unaacha kwa choo. Ndio sababu he cannot change. But if you address him well, call him sweetheart, call him honey, call him darling, call him babe, please change. I don't like to see this. Sitaki kuona socks kwa meza, sitaki kuona sahani chini ya meza. Ukimaliza kama jikoni iko mbali, niite tu mwenyewe nije nichukue. Sio kumwacha ati ukimaliza kula leta vyombo jikoni. Tafadhali, bwana yako si mfanyikazi kwa nyumba yako pamoja na wewe. Ambia jirani yako andika mmoja. Usaidie kuleta vyombo jikoni. He's a king. If he wants to sit like a king, give him that opportunity to be bossy in his own seat. Don't fight and battle with him. Bwana Yesu asifiwe. So sit down in good faith. Unajua kuna mtu anaweza kuita kukalisha chini, aanze kukuongelesha na hakuiti in good faith, anakuita kwa chuki. Yaani bwana yako ama ni mke wako, anakukalisha chini kwa chuki. Na vitu anakuambia, anakuongelesha. Mimi nafurahi yako wa ndugu wetu kutoka Nyanza huko. Akikuongelesha kitu anakuongeleshanga usikie uchungu. Ukishasikia uchungu unafanya vile unataka. So there is a way someone can call you and sit you down na kuongeleshe, akupe maneno machungu mazito, roho yako ichafuki ndipo ufanye kile unataka. Please, that is not the tactic you should use to settle issues in your marriage. Sit down, amicably agree over something na muongee katika upendo na katika amani. Bwana Yesu asifiwe. So every time you see something you don't like, make sure that you don't go to bed without settling that particular problem. And let me advise you, ukiona ya kwamba unajaribu kushughulikia jambo ambalo hujapenda na unaona ni kama kuna uzito wa kukubalika, usingangane naye. Let it slip over. Pray about it. Mungu asaidie
ayeyushe moyo wa ndugu ama moyo wa dada, kesho yake asubuhi ajirejelee mwenyewe. Because the devil is a liar, and every man wants to force his wife to accept what he wants her to do. Kama umekaa karibu na mwanaume, mwambie punguza uluya, ongeza Ukristo. Usilazimishe tu kitu lazima ifanyike vile unataka. No. Sometimes you have to reason, agree over things, ili ya kwamba kuwe na amani katika nyumba yako. What is the benefit of you winning an argument and losing a marriage? It doesn't help you. Haikusaidii. Lose an argument and gain your marriage. Hallelujah. Sasa watu wananiangalia ni kama naanza kunichukia. So don't allow mistakes to graduate into problems. Point number 2, things that hurt our marriages. Number 1, we have said, usisahau kushughulikia matatizo madogo madogo ambayo unayaona na hauyapendelei katika mke wako ama katika mume wako ama katika nyumba yako, including your children. If you see anything you don't like in your children, call them immediately. Wakati wanatenda hilo jambo, waite immediately, tell them this is wrong, I don't want to see it again. Usiwache ilale, uongeze ingine, zikuwe mingi nitasemea pamoja. Wacha ningoje December. Kwanza saizi mali nimefikia mwisho, kuna watu wako na list. Anangoja tu wavuke mwaka na akalishe mke wake. Last year, 1, nilikuja na nyama huku nichukulia kwa mlango. Number 2, niliwacha socks kwa viatu, nilirudi nikazipata pale chafu. Number 3, unipigiani nguo pasi. Number 4, unaenda kwenu sana pasipo ruhusa yangu. Mwaka huu sitaki nikupa. Ndugu tafadhali, you are putting pressure on her. What she's going to do is the same thing you are telling her not to do. That is not how to handle issues. If you realize ya kwamba mke wako amekukosea ama mume wako amekukosea na umemsamehe na umeandika kwa kitabu ya makosa, haujamsamehe bado. So kama una kitabu ya makosa tafadhali na uko nayo kwa mfuko, maana wanaume zinakuanga kwa karatasi kwa wallet, tafadhali utoe tu leo, urarue hiyo kitu. Usamehe mke wako, maisha yaendelee mbele. Amen. So go and tear that book if you have a book ambapo unaandikanga mahali pa makosa. Number 2, things that hurt our marriages: complaining or gossiping about your spouse to other people. We read from Genesis chapter 2 verse number 24. That is why, Bible says, that is why a man leaves his father and his mother and is united to his wife, and they become one flesh. Usibebe maneno yako unayapeleka kwa watu ambao hawawezi kukusaidia. Whenever there is a crisis in your home or in your marriage, get someone who can advise and counsel, akawasaidia as a husband and a wife to come together. Don't take those issues to people who are not going to help you. Kwa sababu wewe ukikosana na mume wako, ukitoka kwako ukienda kwenu kuambia mama yako vile mlikosana na bwana yako, I can assure you, your mother will try to protect and defend you. So what is the end result? Is to hurt your own husband. And some women or other ladies have the tendency ya kuenda kwao na kudiscuss mume wake kwao. If you're here, I'm advising, please stop it. Bible says, a man leaves his father and his mother. You also leave your family, and the two of you come together to become one. So you become one to build up your home. You become one to build up your marriage and your relationship. If you take your issues back to your home, then you are simply causing havoc and more problems into your own marriage. Kwa sababu watu wa kwenu hawataelewa mume wako ama hawataelewa mke wako. If you have to share your marital issues with someone, share with someone who is neutral and who can advise, counsel, and help your marriage mkaweze kurejea pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So avoid discussing your spouse with other people. Ati mimi huku kwangu, mimi huyu wa kwangu, mimi sijui nini na nini kwako. Please discuss it with someone who is going to advise you or help you. Most of the problems you experience in marriage because ulishiriki na mtu ambaye hakukusaidia, ile hali alienda akapanua hiyo hadithi zaidi. Yaani uliambia mtu shida ya kwako na yeye akaenda kaambia mwingine, akaambia mwingine, na wakafanya vikao zaidi ya kikao cha kwanza ulichofanya. So whenever they see your husband, they see a problem. Whenever they see your wife, they see a problem.
And those of us who are men, if you discuss your problems, the problems of your wife, na watu ya jamii yako, wewe mwenyewe ndio unabomoa nyumba yako, wewe na mikono yako mwenyewe. Because the people of your own home will begin to hate her. Wataanza kumchukia kuhisi ya kwamba she's treating you bad. So they have to protect you. In the process of protecting you, they will definitely hate her. Now, if you are not very careful, utatoka nyumbani wale mnaenda kazi, uende kazi, urudi upate dada yako amefukuza mke wako. Hello? Don't allow that to happen in your marriages. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Don't allow gossip to enter your own marriage. In case there is an issue, settle together with your husband, or tafuta mtu ambaye anaweza kuadvise na aweze kuwa counsel ili ya kwamba akaweze kurejesha pamoja. Bwana Yesu asifiwe. It's only a fool who can expose mambo ya nyumba yake kwa mtu ambaye hawezi msaidia. Only a fool. Ni mtu mpumbavu peke yake ndiye anaweza beba mambo ya nyumba yake apelekea mtu ambaye hawezi msaidia. Kwa sababu unajua hana usaidizi kwako, why then should you explain the issue to the person? God shall deliver us from this in the mighty name of Jesus. Amen. Number 3, I want to move faster to allow you go home. Maana kuna watu wamekaa hapa lakini wanafikiria kupitia supermarket wanunua ungangano. Kwa hivyo nataka nikuachilie mapema ununue ungangano, akili yako iko tu mahali inafaa kukua. Things that hurt our marriages. Number 3, focusing more on what is wrong other than what is right. Everybody is like a coin. A coin has two sides. Kuna upande moja kuna kichwa ya Kibaki, mwingine iko na kichwa ya Moi, kuna mwingine iko na kichwa ya Kenyatta. Upande mwingine kuna simba wawili wameshika sijui visu, niliona coin kitambo. Hapo juu wakiwa wamesimama kando ya ngao. So these two sides are both important to the currency. Yaani hizo pande mbili ndio zinafanya hiyo coin inakuwa ni shilingi 10. Take a coin, enda chukua file ama grinder, usugue upande moja wa coin utoe na upeleke kwa duka. Hawezi chukua. But if you look at the coin, kuna upande moja unakaa smart, upande mwingine haikai mzuri. Kuna watu ambao hawapendi picha ya Kibaki, lakini wanapenda the other side of the coin. Lakini kwa sababu wanahitaji hiyo side iko kwa coin ni wanunue nyama quota, inabidi wabebane tu na hiyo font kwa mfuko. Hawapendi sura ya Kibaki, lakini inabidi wabebe sura ya Kibaki kwa mfuko ndio wapate nyama. So every human being has two sides. You see me here, I may look like a good man to you, a good pastor, a good preacher, but now meet me on the other side is when you realize kumbe huyu jamaa apendangi mchezo ya aina fulani. Both sides are important to help protect someone, to help give value to someone. So mume wako hawezi kuwa mzuri all throughout. He also needs to have the other side of the wrong. Ili ya kwamba if you stay together too much in peace, Mungu aliumba mtu na vitu mbili, akuwe na amani na akuwe na matatizo. Ndiposa akiwa na amani sana atulie, Mungu analeta tatizo. Ndiye anashtuka, anaamuka kwa kutulia, anachangamuka. Akikaa katika kuhangaika sana, Mungu analeta kafuraha, anasherehekea. Akisherehekea sana, Mungu analeta tatizo tena. That is how a human being is meant to live. Now, assuming you have peace with your husband all throughout, hakuna siku mume wako anakuripia, ama hakuna siku mke wako anakasirisha. Mtafanya development. Sasa unaenda engineer, unaenda kazi ya nini? Na unakaa kwa nyumba na mke wako mnacheka tu vizuri, ukitoka huko nje pastor na buharas, hadi kwani kuja kwa ibada na mke wako kuuliza. You stay in the house from January to December. So God gave two sides of a human being so that the two of you can come to a place of development and a place of peace and relaxing. There is a time you relax, there is a time you have to keep going.
So don't measure on the wrong side of a human being. Focus on the good side. Don't focus too much on the bad side. Ask your neighbor, who made you a referee over your own marriage? Kuna mtu hajawahi ona kitu kizuri kwa bwana yake. Kila wakati pastor mume wangu. Pastor mume. Sijasema tunaniambianga vibaya. Lakini yani hakuna siku hata moja mume wako amefanya kitu mzuri utakuja kuniambia pastor, hey, juzi alininunulia nyama kwa Christmas. The only thing you see ni shida. Ni makosa yake peke yake ndio naona. That is why you cannot have peace with it. All throughout the year, ni matatizo because you have measured on the bad things. Kumuhusu. Hakuna siku umetazama kitu kizuri ndani ya mke wako. Ndiposa every time you have problems with her, hata kama ana shida, there is a side of her that is good to you. At least acknowledge that side and appreciate her. But because you need her for your family to be complete, vile unabebanga tu kichwa kibaki kwa mfuko na hauipendi, beba mke wako hivyo hata kama haupendi sura yake. Hata kama haupendi upande fulani wa maisha yake, bebana na yeye hivyo, because the Lord joined you together and let no man put aside. Let no man separate. So it is God who made you to look the way you look. Don't focus on the bad things katika maisha ya mume wako. Usitafutange tu makosa kama referee kwa kiwanja, anasimama tu. Yani, the only thing a referee can see in the field ni mahali kuna shida. Wameshika watu mbele na mkono. Stop. Rusha. You don't see anything good. Yani akiona mnacheza vizuri hana kazi. Mkicheza vibaya ndiye anapata kazi. Sasa kuna watu wanaishi maisha kama hiyo kwa ndoa yao. Akiona mambo mazuri ana kazi, kwanza hawezi shughulika. Akiona mbaya ndio utajua yeye ndiye mwenye hiyo bomba. You have to cause problems because you have seen something bad. One thing out of 100 good things. Ukiona kimoja kibaya, you cancel every good. God shall help you not to do that in the name of Jesus. Amen. So we all have good sides and bad sides. Don't focus on the bad side of your spouse. Focus on the good side of your spouse. Amen. Doing that, you shall have peace in your own marriage. Number 4, things that hurt our marriages. Taking things personally. Kuchukua kila kitu ukakifanya chako kibinafsi. Tunakutana kwa barabara na kuuliza, ndugu, Bwana Yesu asifiwe? Ati amen. Habari ya nyumbani? Ati nyumbani niko tu mzima. Na umeacha mtoto na mke. Ati nyumbani niko tu mzima, nashukuru Mungu amenihifadhi. You are personalizing everything, bringing everything to yourself. Yaani ni kama hao wengine hauwajui na hauna shughuli na wao. Ati mtoto wangu, nyumba yangu, pesa yangu, biashara yangu, boma langu, shamba langu. You have personalized everything and centralized it to yourself. You make your wife feel like she has no part in the things that you own. You make your husband feel like he doesn't take part katika vitu ambavyo viko kwa hiyo boma. Ati hiyo ng'ombe yangu umeinyosha maji, unapigia mke wako simu. Umepea ng'ombe yangu maji. Now, doesn't she have a right or a privilege to own hiyo ng'ombe pamoja na wewe? Must you bring it yourself? Ati hiyo yangu. Hiyo yangu. Tell your neighbor, it is all ours. So if you personalize everything in your marriage, it is going to hurt your own marriage, whether with the understanding or without your own understanding. Better are those who are not married because they are getting what is going to help them ahead of time. So don't just personalize everything to yourself, but make sure that you take things together as a family. Don't make it look like it is all yours, but together we own this particular thing.
Number 5 things that hurt our marriages is revenge. Revenge. Kulipiza kisasi. Revenge. Kulipiza kisasi. If you are born again, you are not supposed to revenge. Haufai kulipiza kisasi. But we are having challenges and problems kwa sababu watu wengi tunataka kulipiza kisasi. We are all human beings. Unahisi alinikosea na lazima nilipize kisasi. Lazima nijibize hii kitu. Exactly kama nimfanyie hivi. One day I went to meet a couple, the family, ambao walikuwa na tatizo katika nyumba yao. And the family is here in church. I don't mean to say who and who. So the two felt like mmoja alikosea mwingine. Sasa huyu mwingine naye anataka alipize kisasi. Na alilipiza kisasi. Baada ya kulipiza kisasi is when a problem entered the marriage. And let me be specific. A man found a text message kwa simu ya mke wake. Akaona ni kama huyu mke wangu ananienjoy. She's having someone besides me. Now these two people are born again. Tell your neighbor, they are born again. Sasa ndugu amepata message kwa simu ya dada. Na anaamua kwa sababu unanihanya lazima nikulipize. Yeye pia ndio hiyo. He leaves his own marriage kwenda kutafuta kamrembo huko nje alipize kisasi kwa mke wake kwa sababu alipata message kwa simu. Niza jirani yako, ni nani anapata ukimwi? Ni wewe unaipata kwanza ndipo ule. Ndio kuja hapa pastor niombe na shikanga mjangu na sumbua kila wakati. Nimeenda hospitali wamepima hakuna malaria, hakuna typhoid, hakuna hii magonjwa yote hakuna. Na jirani yangu aniangaliangi vizuri. Pastor hii kama nimeroga. Kweli ulijeroga. Don't try to revenge. Kwa sababu ukijaribu kulipiza kisasi utafikiria unataka kuumiza mke wako, in the long run unajiumiza kwanza ndipo ulete hilo tatizo kwa familia. Umize mke wako, umize na watoto wote kwa jumla. So don't try to revenge. Now that you are born again, revenge is not one of the attributes of a born again Christian. So usilipize kisasi kwa mambo ambayo yamefanyika na ni mabaya. The Bible says don't pay evil to those who have done evil to you. Wakikutendea maovu, watendee mazuri. If you realize that you have found something like that in the life of your life partner, take your time and prove to her or him that you love him more than the other party. Do him more good. Kwa sababu ukijaribu kulipiza kisasi, sasa unakataa kwa nyumba hupiki, huoshi nguo za Bwana kwa sababu ulipata kama message kwa simu. Hello? Hata nisaidia hawa dada. How sure are you ya kwamba hiyo message ilitumwa na mtu ambaye Bwana wako anamjua? Sometimes people send me, I've personally received messages. Hata jana nimepata message ambayo haikuwa yangu. Alafu mtu akasema hapo chini, sorry. Then you get a text message kwa simu ya bwana yako ambayo inakaa ni kama huyu mtu ana uhusiano na huyu jamaa. Na unaanza kuwika. Unafunga milango, unahama nyumba. Kwa sababu ulipata message kwa simu. How sure are you ya kwamba mume wako anajua huyo mtu? Thibitisha, you have no proof. So you cannot just pay back evil to the evil that has happened, but find time and pay good to the evil that is done to you. Bwana Yesu asifiwe. So don't pay back evil. Usilipize kisasi. Don't revenge. And I'm saying this repeatedly, please. Don't try to revenge ukiwa katika ndoa. Ati kwa sababu bwana yako alikuacha bila lunch, akaenda kazi. Sasa umeamua kumlipiza kisasi jioni, haupiki, ndipo yeye asikie uchungu yenye ulisikia mchana. Tusaidiane wapendwa.
You never know why your husband left you without lunch in the morning. But let me explain to you. Sometimes a man can leave a house in the morning, hana chochote kwa mfuko, ama huenda ana kitu kidogo kwa mfuko, lakini juzi ile nyama ulikula alikopa, na mwenye deni amemwambia tukutane in the next 30 minutes unipe 200 yangu, na hako na 50. Anajaribu kufikiria natoa wapi 150 saa hii kwa nyumba. Kwanza ametoka kwa nyumba bila kuoga, yakimbia apate 150 mahali tena apige hii kiraka akingoja nyingine. Na wewe unanuna atajaniachia lunch, ni kama amepata mwingine huko nje kwa mimi mwenye anapelekea lunch. If a man tells you what he goes through in his life every day, women, you would divorce him the next week. I said this one of the Fridays, and I'm still going to say it. Mume wako akikwambia vitu ambavyo anapitia kwa maisha yake kila siku, mwezi isha kama unaishi kwake, utahama. Because men have a lot of pressure upon them. And I'm telling you this, huenda hata ile Christmas umekula tarehe 25 walikopa dada yangu. Walikopa. Wakakununulia nguo kwa deni, nyama kwa deni, ungangano kwa deni. Sasa jamaa amekaa hivi hata anakaa kwa ibada anasema basi ni mimi. Basi ni mimi. I wish mke wangu angejua. But you are still putting pressure on him to leave you with money. He has no money. He has debts all over. So if you plan and try to revenge, alikuacha bila lunch, unataka kumwacha pia wewe kwa sababu unaenda mganda umwache bila breakfast. Mganda inaanza saa 3, lakini umeenda saa 12. Sababu unalipiza kisasi atulioakae bila chai. If your husband tells you what he goes through every day, as a woman, you run away from him. There are so many things that men don't tell you. Someday I was telling my wife, she was telling me I had an issue. So later on, I felt a lot of pressure over the issue. So she told me, inakufinya kwa sababu niambiangi mambo yako. Nilimwambia ile siku nitafungua hii mdomo, kila siku nianze kukuongelesha mambo ambayo napitia kwa maisha yangu, utaona ni kama mimi ni pepo kubwa kwa maisha yangu. So uniwache ile naweza kukuambia, nikwambie tu kidogo. Ile siwezi kuambia niwache, Mungu anipe neema niibebe. Because there are things God has given a man the ability to carry. As a woman, you don't have the ability to carry. So just allow him to carry what he's able to carry and share with you what he's able to share with you. Because he knows. A man knows what you are able to carry. Bwana yako anajua kila unaweza kubeba na kila huwezi kubeba. Ndio maana akwambiangi ulipe rent ya nyumba kwa sababu anajua akikwambia hiyo utahama. Anajua kila cha kukuambia kwambie mama nani kuja na mboga. Kwa sababu anajua unaweza kununua sukuma ya 10. Anajua. Hajakwambia ulipe rent. Hajakwambia ununue TV kwa nyumba kwa sababu anajua akikwambia hivyo utahama. Lakini umemkazia tu anunue, awache ya mgongo anunue kwa flat kama ya nani. May the Lord deliver us in the name of Jesus. Men are experiencing a lot of pressure and a lot of challenges. Please don't revenge them. Same to women, they have a lot of challenges and issues they go through. If your wife tells you the pressure she goes through kutoka kwao, ndugu yangu anamwambianga wewe hauna mali na wewe hauna chochote na yeye ana pesa akuache. So mke wako akikwambia hivyo, how do you take it? You are going to hurt her family. So she doesn't tell you because she knows akikwambia hautamema. So don't try to revenge kwa sababu yeye pia amevumilia haya maneno alinde nyumba yake. Na wewe unaona ati kwa sababu ulipata ka message kama mtu alituma on a wrong number, then you react over it. Unaanza kukunja mangumi. Wanaume wote wa mangumi hapo Mungu awasaidie hizo mangumi zikuwe mikono soft katika jina la Yesu. Amen. Nasikia wadada wanasema tu amen. Wandugu wanasema tu kwa Bwana. Ya pastor. Pastor mimi natoanga ujinga. Mimi sipigani yeye natoanga ujinga.
Ndugu, hata wewe dada akiamua kutoa ujinga anaweza toa mingi sana. Kwa sababu wewe ni mjinga mkubwa ulileta mjinga mdogo. Huyo mjinga hangeolekea mtu mwerefu, aliolekea mjinga wewe. Kwa sababu wewe ni mjinga kubwa, ukaleta mjinga mdogo. Ndio muishi wajinga wawili. So kama wewe unamtoa ujinga, anafaa yeye na yeye pia achukue kwa nafasi siku moja akutoe ujinga. Ndio ndugu ujue wewe ni mjinga zaidi, kwa sababu atakupiga kila siku. Wewe unapigana mara moja kwa wiki, watakupiga kila siku kwa sababu wewe ni mjinga kila siku. Unawacha viatu nje ya mlango, wewe ni mjinga. Unakula ugali unaacha sahani kwa meza, wewe ni mjinga. Unafaa upigwe yani every minute utandikwe. Unakuja nyumbani saa 4 usiku. Unatoka saa 4 unaenda kuochi mpira, unarudi saa 10 asubuhi. Hiyo ni ujinga, unafaa utandikwe. Hiyo ni ujinga. Kama ni kutoa ujinga, unafaa utolewe zaidi. So you know seeing the point. Usijaribu kutoa ujinga. Let's just sit down and listen. Please don't revenge to one another kwa sababu matatizo yako ni mengi, tumevumiliana hizo matatizo na hizo shida, ipo tukae pamoja kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Revenge is not one of the attributes of a Christian. Number 6 things that hurt our marriages, children and family planning. Watoto na upangaji uzazi. Sema haleluya. Kwa sababu kuna wale washasema pastor, hapo ni mimi. Nataka tusaidiane. The Bible says children are the heritage. Should be Proverbs. Let me pull out that scripture. Psalms 127 verse number 3. Children are the heritage of God. This version says, "Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward." Watoto ni urithi wa Mungu, na matunda ya tumbo ya mtu is a reward. Ni kama there's a better word I'm looking for. It's like an appreciation. Yani Mungu amekupa watoto kama kipawa tu. So whether we have children or not, it is a man who leaves his father and mother and to cling to his wife, not to cling to a wife with children. So watoto ni baraka kutoka kwa Mungu na tunawarithi kutoka kwa Mungu. So you came together not because there are children, but because the Lord says you shall cling together. And if the Lord allows you to have children, then it is by his own reward to us. There are men who are born again ambao wanafukuza wake zao kwa sababu hawazai watoto. A woman doesn't have a factory in the womb ambayo wafanyikazi wako huko wanachukuanga viraka wakipiga ikuwe mtoto. Ni Mungu anaruhusu watoto kupatikana. So it is up to the Lord, not up to the woman. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata nipita hapo haraka. Family planning. Kuna watu wana matatizo ndani ya jamii zao kwa sababu you feel like my wife is not giving me children kwa sababu hapo kwa family planning. Now hear me well. I'm not saying family planning is bad, and I'm not saying family planning is good. It is in the eye of the beholder. If you design as a family that you should practice it, that is up to you. If you design as a family not to practice it, then that is up to you. But understand this. Children should not be the cause of problems in our marriage. Children should never be the cause of problems in our marriage. One lady was telling me, Pastor, my husband wants me to give birth to my child. But nikiangalia saizi, hata kukula kwetu ni shida. Kukula kwetu ni shida. If I get pregnant again, huyu mtoto watatu anaenda wapi na mtoto? How will the child survive? Na mwanaume mwingine akaambia bibi yake, unipe mtoto ama niende nje unisaidie.
watoto niende wanizalie. Please make sure that you are discussing and putting things in order. Sio kujiamulia tu. And let me tell you this, those of you who are here and your men, if your wife decides to give back to children, atoe hiyo kitu ya family planning, ama awache kumeza hizo pills za family planning, in 2 years you have 2 children. Do you have an orphanage? Ama ni Gilbert Deya ambaye unataka miracle children? Kuna soko ya kuuza watoto. Reason well and prepare well and put things in place. In your own understanding, move together as a family. Honestly, don't have problems because there is this issue of children and this issue of family planning. I take time over this again. Don't fight over something. Women are sensitive and they see ahead of time. Let me talk to them. They see ahead of time. Umeishi kwa plot. Kulipa nyumba rent ni shida. Uko na mtoto anaenda shule. Kama kulipa rent ni shida, akienda nasa. Na unataka mwingine hapo nyuma. Sasa huyu akiwa nasari, huyu mwingine anabebwa na mama kwa mgongo. Ndio unapea mama mahindi choma kwa mgongo, kwa kichwa, kwa ndoo. Na mtoto kwa mgongo. Na huko mbele chukui. Anaweza kuuza kama. Well, it's business anyway. She's making money. But look at the struggles and the hassles she goes through to raise something for her own children. Leo upasa Mungu. Mungu amenibariki mwanamke mzuri. Ana bidii. Ndugu, wakikupea hiyo njugu na mahindi, njugu kwa mkono, mahindi kwa kichwa na mkono kwa mgongo. Wakwambie kaambi kwa stadium kuna michezo. Enda uze. Ukasema mwanamke ananimalisha. So don't just push issues without understanding. Understand the cost first, understand the bill first before you bring that pressure. Have your own home, be at peace, let everything be okay. When everything is okay, everything will flow. So don't just put, there is no day I can put pressure on my wife. I don't have an orphanage. God gives them to us as a blessing. Now, family planning, God has given you wisdom to use your head. Yes. Don't just give back to children at family planning, ni ya mashetani, ni ya kimapepo, kwa sababu Mungu alisema ndugu yangu, akikuacha peke yako ujaze dunia, kwanza utamaliza mwezi wako. It is a collective responsibility of all people on earth, everybody to contribute. You alone as a man cannot fill the earth. So usiseme pastor alisema family planning is pastor alisema toa hiki. Hapana, I'm telling you this. Mungu alikuumba akakupea akili. Na akamwambia lay before you life and death. But choose life. I lay before you life and death. There are two things he has put before you, but he allows permission for you to choose, to decide. So it is you to decide whether you will manage your family well or mismanage your family so that you end up as a frustrated man or woman in life. Blessed are those who are here, Bwana na bibi, kwa sababu mnanisikiza vizuri, you understand me better. But I pray that to those of you who are here as single, you are here, your husband is not here, or you are here, your wife is not here, I pray that God will give you enough wisdom to handle your family issues. Amen. So God has given you brains to think. God has given you, in fact, He put you on this earth so that you take care. Not just to live anyhow carelessly, but so that you can take care. So children are the heritage from the Lord, Psalms 127 and verse
Number 3. Another thing that hurts our marriages is always wanting to be right. Always having to be right. Katika kila kitu ambacho mnaongea ama mnafanya, you don't want to be the one on the wrong side. You just want to be always right. Yani kila kitu wewe uko sawa. You cannot take a blame, but you want to be always right. Like I say, hakuna haja for you to win an argument and lose a marriage. You'd rather lose an argument and win a marriage. You don't always have to be right. Kuna vitu ambavyo unaweza kosa kuelewa. The Bible says we have all run short of God's glory. We are all human. We run short of wisdom. We run short of knowledge. We run short of understanding. So when you run short of any of those, you should accept so that you take the blame to yourself. Don't just be saying, wewe ni mwenye makosa, wewe ndio ulifanya, but take the blame to yourself. As I finish, Pastor has finished many times, and we'll finish this time now. Number 8. Bad habits. Tabia mbovu hivi. They all hurt our marriages. Tabia mbovu ni vitu ndogo ambazo mama yako hakufundisha na baba yako. Ambazo wakati unakutana na mke wako you realize unafaa tu kubadilika. Just need to change. Unataka ukiingia kwa nyumba uweke mguu kwa meza, mke wako hapendi. That's what I'm calling bad habits. Tutabia fulani tudogo. Yani there are tiny things ambazo hazikuwa na haja. Umekaa kwa nyumba, unainua mguu mmoja, unakanyaga kwa kiti hapo na umekanyaga matope. Hizo ndizo vitu ambazo ni tabia mbovu ambazo mke wako hataki. Bad habits. Ukuja kwa nyumba na marafiki zako, unakaa kwa nyumba, mnaongea lugha ya kweli nyumbani, bibi yako haelewi, mnamsengenya. Tabia mbaya hizi. Tabia ambazo you look at them unaona kama hakuna shida. Kukuja na marafiki zako nyumbani, unaambia mke wako apike chai na ujaleta maziwa kila siku. Tabia mbaya hizi. Peleka hapo hoteli, kuna watu wanalipwa huko. Watu wanalipwa kupika chai huko. Peleka marafiki zako huko wanunulie chai huko. Don't gather people in your house against your wife. Yes. She may be wrong. Well, she may be wrong. Akisema kwamba huyo rafiki yako na, but let me tell you something. I've learned one thing. Once when I married, I had issues with my wife because I had a lot of people around me ambao walikuwa kila wakati wanakaa na mimi wananifuata wanakuja kwa nyumba. So sometimes my wife ananiambia, huyo rafiki yako my spirit haikubaliani. My friend, if you hear your wife tell you that, think about it. There must be something she has seen. You never know. Maybe one of the men you are bringing in the house anatongoza mke wako. Wanapenda kuona. Na wanapatana wanakaa kitu ngumu hapa. Kitu hapo watanero kujua. Alipasa bibi yangu apendani mabeste zangu. It is who is going to lose. So when she tells you such like, please be mindful, be careful. I had a friend of mine who was a good friend, a pastor, ambaye all the time we used to stay together, walk together, fellowship together. So one day my wife told me, huyo rafiki yako, hata kama anahubiri, tabia yake si mzuri. Well, I told her, okay, sawa. I kept on walking around with him because, you know, this is me and this is now wapa ni kwangu. Tabidi nyenyekee. I didn't know why she said that. Later on is when I came to realize. Wait. How can you come to my house? Mimi siko na unakaa unaambia mke wako atisemeji pika chai. That is what he did. He came to my house. I told my wife. And he never tried to answer. She saw something in him which I didn't see. So she was trying to advise me ahead of time, but I rejected
Sunday. But I think our relationship inaenda ikiisha. Bali imefika ni kama bonda imevuruga. The last limit imefika. Karibu ikatike. Nataka nikate. You and I will be good friends outside there, away from our families. I won't be a friend to your family, you won't be a friend to my family. Let's be friends outside there. I was allowed to go and we are still friends everywhere. But one thing I can assure you, hutu tutabia kidogo kidogo. Wanaume tafadhali, hakuna kuwezi mpira at Man U because our man at Arsenal. Unawacha mke wako kwa nyumba and she doesn't like it. Hiyo ndio habit. Yaani una mazoea fulani, katabia fulani ambako hakampendezi. Wengine wako hapo wanafanyanga wakishawochi mpira wanaenda kubeti kidogo. Na mke wako hataki ubeti kwa sababu anajua ili unafaa umnunulie nyama ndio unabeti nayo. Ndio mwana kwa sukuma kila siku. Hataki ubeti. At least akule kokota. Lakini unakataa. You still want to do it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bad habits will always hurt our marriages. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There are no simple things ambazo zinaweza hurt ndoa zetu. And this is about hygiene. Vitu ndogo ndogo kama kutosugua meno. Angalia jirani yako mwambie smile kidogo. Kuna watu wako na pesa, wanaweza nunua mswaki, wanaweza nunua dawa ya meno, lakini hawataka kusugua meno. Yes. The reason is well known to them, not to us. Yes. If you claim ya kwamba ukisugua meno damu inatoka, is because hauko unasugua inaharibika. So you're supposed to restore it and bring it back by keeping it clean. Hallelujah. Mungu asaidie hawa wapendwa wanaume katika jina la Yesu. Amen. Niongee na mama kidogo. Hizi tabia ndogo ndogo za kuleta marafiki zako kwa nyumba na ni kuwatch TV, atakuwa hakuna TV. Wako tu kwa afurisimu. Bwana yako anakuja kwa nyumba, hauna shughuli na yeye, aende jikoni mwenyewe ajishughulikie, atakuja kwa mbele chakula jikoni. Kwa sababu kuna marafiki unafuata afro ambayo karibu iishe na utaki iishe kama hujaona ikiisha. Sasa huko nakuja. Bwana ukichukua mbona bwana. Tabia ndogo ndogo hizi ambazo unaona ni kitu cha kawaida. Hizo ndizo zinakuharibia ndoa yako. A man does shopping, for example, those of us who look around, unaona ni kama leo napata pesa, kesho siko sure, baada na siku ile nyingine siko sure na nyingine siko sure. Nimepata leo nanunua sukari ya mwezi kilo 5. Anaweka kwa nyumba ndiko unakuja, mama alitoa sukari kilo 3, alitoa majirani. Ibaki kilo 2 baada ya wiki mbili anakuambia sukari imeisha. Tabia ndogo ndogo, those habits are bad. Ni mbaya. Hizo zitaharibu ndoa yako. Wananunua mafuta ya mboga, jirani anakuja, ati mama ananipa bwana yako anakuwa mzira anakuanga mingi, kichoteko kidogo. Wewe kijiko. Hatuna roho mzuri. Hiyo kwanza uko na roho chafu. Kwa sababu unaumiza familia yako yenyewe. You don't just do that all the time ati bwana yako anakuwa wafanyia, ati bwana anakuwa kwa tano. Nini mwenyewe ni amwe mwanzo usikie yote. Hata bwana yangu anaanza shida kwa mwalimu imeisha na wewe. Haujajua dada yangu. Anaumia kuleta hiyo mafuta. So hiyo tabia, when he gets sick and tired of that, he will stop bringing it home. Na kuna watu mtanihakikishia leo na kwamba pastor na wangu alikuwa analetanga mingi siku analetanga hata kama ni majani analeta ya kidogo. Jua anajua hii itamaliza ni breakfast na supper jioni na chai. Alafu kesho yake asubuhi wanaleta ingine. Sasa ndipo anaishi si ati hana pesa, ana pesa lakini anajua kiwa ni 200 utagawa na hiyo. So he wants to protect himself from a wasteful life. He wants to preserve and keep what the Lord has given to him. Amen. Those of you ambao kwa sababu unaona gunia kwa nyumba ya mchele, unapika mchele kilo 3 na wewe na mtoto tu. Alafu chombo unaenda kumwaga huko nje. That is a bad habit. It will mess up ndoa yako because one day your husband will go
platinum wako wa buko mlima, he will stop buying. When he stops buying, he will stop providing. Kwa sababu anajua akiprovide you waste. So why should I provide? Wacha akae njaa, huenda atajifundisha jinsi ya kulinda mali. Maybe you made that mistake before. Please change as from now. Pika chakula ambacho kinatosha. Usione mahindi kwa gunia kwa nyumba, ndio unapika ugali kubwa kama unapikia ng'ombe. Hapana, pika tu ugali kidogo ili utakula ushibe. Tabia ya kupika ugali kibaki kubwa ili kwa sahani na kesho yake nakwambia kenua usimanye na kenua kuhusu. Haya. Waliingia kusimama ile sema ni mwili safi. Tafadhali change, because that is what is going to eat up your marriage. Ordinary ya Mungu akasema ndi mwana nani Mungu akasema you are wasting food. Bad habits. They are going to mess up your marriage. One is back to the ladies, you leave your house, unaenda kwa jirani, you stay there, unakaa tu huko, unapiga tu story huko, wanako anakuja nyumbani hauko, he needs you to attend to you, you are not there, akiko kwa best yangu, akilienda, hata ushirika upishi akichelewa kuoga. It's a bad habit. Because if you don't stay in the house, a man will find a reason to bring someone who will stay there. Hello? Hello? So don't be used to these silly and bad habits ambazo haziwezi kujenga jamii yako. Namaliza mara ya mwisho, being selfish or greedy. Things that hurt our marriage. Number 9, being selfish or greedy. Mtu ambaye ako selfish ni yule ambaye anaweza amua kutofanyia familia yake kitu lakini ajifanyie mwenyewe. Yaani Christmas ununua suti na unamwambia mke wako hata kanisa. Hiyo ni mchongo. It is being selfish. And if you be selfish to that extent, it is going to hurt your marriage. Because members of your family will feel rejected. Watahisi kama waachwe nje. Hata as a lady, if you see your husband buy you a dress on a Christmas day, na yeye mwenyewe hajajinunulia, unafaa uuze hiyo dress. Ununue socks na kamisi. Ukiwa bwana yako socks, bado na kamisi. If you have your money, go and get something for him and come and socks. Yeah, like when you see make sure that you are sharing, because if he is sacrificing too much for you, know that at the end of the day, anasikia uchungu by your sacrifice. So if your husband does everything for you and he does nothing for himself, find something you can do for him. Usichekange tu ati mimi bora Christmas ikifika bwana yangu ananiambia mimi nguo na watoto, sisi watu tunang'ara. Lakini pia anaanga shughuli na Christmas. Si hata ana shughuli na hizo manguo. He's suffering, anaumia dada yangu. Huyo jamaa anaumia, anavumilia because he is sacrificing too much for you to be happy. Akichoka, akifika kwa ukuta, hizo nguo anaweza choma kwa sababu anasikia uchungu. So don't allow one to be selfish. Don't be selfish yourself by just receiving everything and not willing to give back. Then you finish, never apologizing. Kuna watu hawezi sema pole. Na kama iwapo atasema pole, atasema pole kwa sababu wewe ndiye ulikasirisha. That is not an apology. It is an excuse and shifting blame. Nilikutusi kwa sababu nilikasirisha. Pole kwa sababu nilikasirisha. That is not apology. It is shifting the blame. Ya kwamba nilikuongelesha vibaya, wewe mwenyewe ndiye ulitaka. Nikuongeleshe vibaya. Make sure that whenever you have done something wrong to your spouse, you say, I am sorry. Hata mwanaume, you are supposed to tell your wife, I'm sorry, because it doesn't reduce you, doesn't make you silly, doesn't make you stupid. Yes. It's just a matter of bringing peace in your own home, in your own marriage. So whenever you have done something wrong, just apologize, say, I am sorry for doing that. And don't tag it at I am sorry kwa sababu ni wewe
ulinikasirisha. I am sorry kwa sababu ni wewe uniongelesha mbaya. No. If you need to apologize, apologize, and let your apology be an apology within itself. God bless you. Amen. So there is nothing that can restore or reconcile a family like an apology. Nothing. There is nothing that can reconcile or restore a marriage or a family like an apology. Kusema tu naomba msamaha, pole, nilikosa. That is what can give you, can restore your own marriage. God is your spirit. Amen. The Lord shall restore your marriage in the mighty name of Jesus. Amen. I see God repairing every marriage that is in a mess in the mighty name of Jesus. Amen. I see God repairing every relationship that is messed up in Jesus' precious name. Amen. I want you to jump up on your feet and lift up your voice. Father, let me have peace in my own family and marriage in the name of Jesus. Open your mouth and lift up your voice to the Lord. Father, let me have peace in my own marriage and family in Jesus' precious name. Let's go ahead and pray. Open your mouth, somebody, and pray. I call on the heavenly peace upon my family, upon my marriage, upon my home, in the name of Jesus Christ. Father, by this your word, let peace be my portion in my own home in the name of Jesus. Release peace over my marriage, peace over my family, in the name of Jesus Christ. I pray the Father today, I am receiving my own peace, a portion of my peace, all throughout the affairs of my life, in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, precious Father. In Jesus' precious name we have prayed. May the Lord reconcile every family that is torn into pieces in the mighty name of Jesus. Every marriage that was about to break, I declare today, let that marriage be reconciled in the mighty name of Jesus. Let that marriage be brought back together in Jesus' precious name. Please be seated in the presence of God.